Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wa gharama za mawasiliano, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeendelea pia kudhibiti ongezeko la gharama za mawasiliano, ambapo gharama za kupiga simu ndani ya nchi zimeendelea kubaki kuwa shilingi 29 kwa dakika. Aidha, wastani wa bei ya data bila kifurushi na yenyewe imeendelea kubaki kuwa shilingi 9.31 kwa kila MB moja. La kwanza ni washukuru waulizaji wote wanne kwa maswali yenu mazuri. Niombe nianze na swali la Fadhili. Asante sana kwa swali zuri sana. Nipende tu kusema kwamba kwanza, uzalishaji kwa viongozi ni kosa kubwa sana. Lakini vile vile kama ilivyo kwa wananchi wa kawaida, hakuna mtu yote anayetakiwa kutwezwa utu wake, kudhalilishwa, kutukanwa, kusemewa habari za uongo, kuwekewa habari za uchochezi na masuala mengine kadha wa kadha. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tuko macho na tumekuwa tukiendelea kuchukua hatua kuhakikisha tunakomesha vitendo vya aina hii. La kwanza, tumekuwa tukikomesha matatizo kama haya. Huwezi kusema utakamilisha 100%. Wako watu wengine ni matomaso, anataka aone, ajaribu aone hatua zidi yake za kijinai zitakazochukuliwa. Tunaendelea kutoa elimu kwa umma, kwa wananchi wetu juu ya matumizi sahihi ya mitandao, lakini pia kuelimisha waweze kujua masuala ya udanganyifu, masuala ya uchochezi na masuala mengine ya matusi na udhalilishaji katika mitandao si sawa. Mitandao ya kijamii iliwekwa kwa matumizi sahihi. Ukiamua kuitumia kwa matumizi mazuri, inaweza kukuletea manufaa. Kwa nipende kusema tu kwamba tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu jinsi ya kuelimisha kwenye matumizi sahihi ya mitandao yetu hii, ikiwa ni pamoja na kuwaeleza kwamba hatupaswi kuitumia kufanya uchochezi, kudanganya, kutukana na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini eneo la pili pia tunazo sheria, bahati nzuri. Tunayo sheria ya makosa ya kimtandao. Tunayo sheria ya masuala ya kielektroniki na posta, EPOKA. Na sheria nyingine kadha wa kadha za jinai ambazo zinasimamia masuala haya. Tumekuwa tukifanya chunguzi kila mara, tukibaini changamoto kama hizi kijitokeza, tumekuwa tunahakikisha wale wote wanaofanya udhalilishaji, wale wote wanaotumia mitandao kufanya uchochezi, wale wote wanaotumia mitandao kutoa uzushi na mambo mengine kadha wa kadha wanachukuliwa hatua za kisheria. Lakini vile vile tumeendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuimarisha usimamizi wetu na ufuatiliaji wa maudhui ya kielektroniki yanayotumwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na tukiweza kubaini, tumekuwa tukitumia pia teknolojia za kisasa kupitia vyombo vyetu vya kisheria, kupitia vyombo vyetu vya usimamizi vya kiuchunguzi vya polisi, kuhakikisha pia wanabaini, wanatambua na wanachambua taarifa ili kuhakikisha wale ambao wanakuwa na akaunti ambazo zinatuma maudhui ambayo yanakiuka sheria na maadili na kanuni zetu, basi wanachukuliwa hatua za kisheria. Kwa upande wa swali la pili la Bwana Richard, je, tunao mpango gani kama serikali wa kuweza kuunda chombo cha kuzuia satellite za nje kuweza kuruka nchini? Mimi nilidhani kama alitaka kuja kwenye issue ya Starlink vile na wengineo. Tumekuwa tukifanya chunguzi, tukisimamia na kupitia anga zetu za juu na kuhakikisha kwamba hakuna satellite za nje ambazo zinaweza kuingia kwa upande wetu. Na kama utaenda na kwenye hilo la Starlink, tumepokea maki, tumekuwa tukisikia watu wengi wakitamani kujua kwa nini Tanzania haianzi na yenyewe kutumia matumizi ya Starlink kuweza kupata huduma za internet. Tulipokea maombi ya kampuni hii na kwa sasa inafanyiwa mapitio kuona kama inakidhi vigezo vya kiudhibiti na kikanuni katika matumizi mbalimbali, kuona kama iko inakidhi. Endapo watakidhi, basi taratibu nyingine zinazofuata za utoaji wa leseni zitaamuriwa. Lakini kwa sasa iko katika hatua ya mapitio ili kuweza kujua nini kitafanyika, kuweza kujua usalama wa data zetu utakuwaje kama nchi, kuweza kujua faragha ya mtu itakuwaje, pamoja na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa upande wa ndugu yangu wa Sakina, swala lako zuri sana haswa kuhusiana na gharama za vifurushi. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tunatambua umuhimu wa wananchi wetu
wateja wetu kuweza kupata huduma ambazo kweli wanaweza kukidhi kuhusiana na mahitaji yao, lakini pia uwezo wao. Eneo la kwanza ambao tumekuwa tukijitahidi kujiimarisha nalo ni kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuimarisha ushindani wa haki baina ya kampuni za simu pindi wanapokuwa wanatoa huduma, tuweze kusimamia kuweza kuona wanaweka ubunifu wa aina gani, wanakuwa na ushindani wa haki, lakini wakati huo waweze kuweka ubunifu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifurushi vitakavyokuwa na gharama nzuri, lakini vifurushi ambavyo vitaweza kukidhi mahitaji pamoja na wananchi wetu wa kawaida. Viko vifurushi vya aina nyingi. Kiko kifurushi cha chini kabisa cha shilingi 300 mpaka juu unavyotaka mwenyewe, unaweza ukaongea kwa muda wote bila kikomo. Lakini vile vile tumeendelea kufanya mapitio haswa katika swala zima la gharama za uendelezaji na ujenzi wa miundombinu yetu. Lakini vile vile tumeendelea kupitia tozo mbalimbali ambazo kampuni za simu wamekuwa wakizitoa, kuhakikisha zinaendana na misingi ya utozaji wa tozo, kuhakikisha zinaendana pia na gharama ambao wameingia. Usije ukajikuta unatoza gharama ukajikuta unapata faida ya kupitiliza na inakuwa sio gharama halisi ya utoaji wa huduma, na matokeo yake unajikuta gharama hii sasa anakuwa anabebeshwa mteja wetu, mlaji wa misho, jambo ambalo limekuwa likituletea matatizo. Lakini vile vile eneo la tatu tumekuwa tukihimiza kampuni zetu za mawasiliano ya simu na watoa huduma kuona ni namna gani wataweza kutumia miundombinu kwa pamoja. Sharing ya minara badala kila mmoja kuwa na mnara wake. Na hii tumelianza vizuri sana kwa upande wa TTCL, lakini pia Airtel, na limesaidia sana pia TTCL na minara mingine kuweza kuwa na minara mingi zaidi nchini bila kuongeza gharama kubwa kwa ajili ya watumiaji. Lakini eneo lingine ambalo tumeendelea kulisimamia ni pamoja na kupanua mkongo kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya awali, na tunaamini tutakapokamilisha wilaya zile zingine 10 zilizobakia, basi pia na lenyewe litachangia katika kupunguza gharama za vifurushi kwa ajili ya watu wetu. Lakini vile vile kwa upande wa internet tumeendelea kuweka fiber majumbani, na bahati nzuri zenyewe fiber mlangoni, fiber ofisini hazitumii masafa ya kawaida ya simu za viganjani. Kwa hiyo imesaidia sana pia kuweza kupunguza gharama na hatimaye kuweza kuongeza pia uwezo kupitia katika data center zetu ili waweze kubeba taarifa nyingi zaidi. Lakini pia eneo lingine la 4 ambacho tumeendelea kukifanya kama serikali kupitia mfuko wetu wa mawasiliano kwa wote, tumeendelea kujenga minara kwa kushirikiana na sekta binafsi kama nilivyosema, kwa uwiano wa 60% mpaka kwa serikali kulipa 40%, na haswa katika maeneo ya vijijini na yale maeneo mengine ambayo hayana mvuto wa kibiashara, ili kuweza kuhakikisha tunasaidia kupatikana kwa huduma mbalimbali za simu, lakini hatimaye kuwasaidia kampuni zetu za simu wasibebe mzigo mkubwa sana na hatimaye kuweza kubebesha kwa wananchi wetu wa kawaida. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tutaendelea kuwa macho, tutaendelea kufuatilia mwenendo mzima wa gharama za vifurushi hivi ili kuhakikisha zinaendana na standard za kimataifa, lakini vile vile zinaendana na mahitaji halisi na uwezo wa wananchi wetu wa kawaida kuweza kumudu gharama hizo. Kwa upande wa ndugu yangu wa George wa Azam, katika maswali yako matatu, la kwanza kuhusiana na taarifa ya Benki ya Dunia kwamba tumeshika kama nchi ya Tanzania nafasi ya 2 barani Afrika kuhusiana na matumizi ya tehama, ni kweli, na kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana kama taifa, na sisi kama wizara tutaendelea kulisimamia hili, na tunaamini kupitia mapinduzi yetu ya kidijitali, lakini vile vile kwa kuzingatia mpango wetu wa Tanzania ya kidijitali wa miaka 10, basi kwa taarifa zingine zinazokuja tutaweza kupigiwa mfano na hatimaye hata kufika kuweza kuwa nchi ya kwanza barani Afrika na hatimaye kuweza kushindana pia na nchi zingine katika mabara mengine duniani. Kwa eneo la pili, ulitamani kuweza kujua ni namna gani kwa kutumia mapinduzi ya tehama tutaweza kuuza fursa kwa bidhaa mbalimbali. Kama ambavyo umenisikia, nimetoa maelezo mengi sana kuhusiana na kampuni changa au startups, na ndio maana tunaweka sera kwa ajili ya kampuni changa pamoja na sheria. Ukiangalia nchi za wenzetu zimeweza kupiga hatua kubwa sana kuweza kujipatia mapato kwa kuweza kutumia bunifu hizi mbalimbali na hatimaye kuweza kuziuza. Nchi zingine hawakai na bunifu muda mrefu. Yule aliyebuni anabuni, anaenda kuipatia maelezo, anapata wawekezaji,
wanakuja kuwekeza katika bunifu yake, na hatimaye bunifu ile inaendelezwa kwa ajili ya kuweza kuwa bidhaa ambazo itaweza kuleta matokeo. Kwa hiyo nipende kukuhakikishia, bahati nzuri tumeshasajili wabunifu wa TEHAMA 158 na tunaendelea kuwasajili zaidi kupitia tume yetu ya TEHAMA ya taifa, na tunawakaribisha akiwemo Bwana Leonard na wengine, tutaendelea kuwafuatilia ili kuhakikisha na wenyewe wanatambuliwa na tunasaidia vumbuzi zao. Lengo letu huko baadaye, tumeanza kidogo, tuna hii bilioni 5 kwa ajili ya kusaidia mtaji kwa ajili ya kampuni zetu changa. Lengo letu baadaye kuwawekea hata vyumba vya kuweza kutumia kufanya bunifu zao. Tumeanza kujenga ICT hubs kama 8 kiwemo Tanga, Arusha, Mwanza na maeneo mengine. Tunaamini pia hizo zitachochea kuwasaidia kuweza kukuza ekolojia yao nzima ya masuala ya kampuni changa. Lakini lengo letu tumsimamie pia hata kumlinda katika masuala ya patent, apate ulinzi wa ile bunifu, aweze kuisajili BRELA, aweze kuisajili Aripo Africa, aweze kuisajili WIPO, na hatimaye baadaye apate mtaji, aweze kusogea kuweza kuipanua na kuigeuza kuendelea kuwa fursa na iweze kutumika kama bidhaa na kuweza kumpatia faida kubwa. La tatu, nipende kusema tu kwamba kwa upande wa Bwana Leonard Shayo binafsi sijamuona, lakini nitamtafuta. Kwa kuwa umemtaja, nitamtafuta, nitafanya mazungumzo naye na kuweza kuona ni kwa namna gani tunaweza kumsaidia yeye, lakini lengo letu pia ni kuweka mazingira mazuri na wezeshi ya kufanyia gunduzi zao, ya kuweza kufanyia bunifu zao, ili hatimaye tuweze kuzitangaza na ziweze kutumika na kuleta fursa, lakini hatimaye ziweze kubadilika na kuweza kuchangia katika uchumi wao moja moja, lakini pia kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Nadhani hilo ndio swali la mwisho. Niwashukuru kwa maswali yote mazuri. Asante sana. Mwisho, ninayo kitaarifa kidogo tu bila kuwachosha. Nipende tu kusema kwamba tarehe 2 mpaka tarehe 8 mwezi huu tutakuwa na wiki ya anwani ya makazi ambayo tutaisherehekea hapa nchini na itakuwa Dar es Salaam. Maadhimisho ya mwaka huu ni ya pili, ambako mwaka 2025 maadhimisho haya yalifanyika kwa mara ya kwanza. Maadhimisho haya ya wiki ya anwani za makazi yanalenga kuenzi uzinduzi wa operation ya anwani za makazi yaliyofanyika tarehe 8 Februari mwaka 2022 na pia kukuza uelewa kwa wananchi juu ya umuhimu na manufaa ya mfumo wa anwani za makazi.